Karibu Biashara. Leo tutakwenda kujifunza namna ya kuweza kurekodi mauzo. Katika kurekodi mauzo, tukifika kwenye application yetu hapa, tunaweza tukakliki rekodi mauzo au tukaenda moja kwa moja kwenye peji ya mauzo. Katika ukurasa huu wa mauzo, tunaona kuna button hapa imeandikwa rekodi mauzo. Tukibonyeza hii button, tunaweza tukaona kuna fomu hapa inaanza na jina la mteja ambayo imeandikwa sio lazima. Kuna tarehe ya mauzo kama sio ya leo. Hakuna bidhaa zilizochaguliwa, maana yake kuna button hii chini hapa imeweka weka bidhaa au huduma. Baada hapo kuna sehemu ya weka punguzo au discount, lakini pia kuna weka maelezo ya ziada. Sasa kuna sehemu hii ya juu kabisa hapa tumeiacha ina alama ya barcode au icon ya barcode ambayo tunaweza tukauza kwa kubonyeza hiyo alama ya barcode kwa maana ya kuskani. Kwa nitakwenda kuweka bidhaa kawaida kwa njia ya kawaida. Nitakuja hapa, nitachagua labda ni remote, nitaweka 1. Baada ya hapo nitasema labda ni skani. Nimefanikiwa kuskani, weka madaftari mawili, kwa nitaona inaendelea kujipanga hapo. Kwa hiyo hizi ndio bidhaa ambazo nimechagua. Mfano nimechagua madaftari mawili sihitaji, nahitaji kupunguza, nitapunguza hapa. Baada ya hapo kuna button mbili hapa chini zimeandikwa haijalipwa na imelipwa. Nikikliki imelipwa, nitapata sehemu ya kuonyesha kwamba kuna njia gani ya malipo mteja ameifanya. Je, amelipa kwa cash, amelipa kwa njia ya benki, amelipa kwa simu au njia zaidi ya moja. Kwa ukibonyeza button moja wapo kati ya hizo unakuwa umeshakamilisha kufanya mauzo. Nitaenda kuonyesha ni namna gani mtu anaweza kulipa kwa njia zaidi ya moja. Kwa nitabonyeza njia zaidi ya moja. Hii kiasi ni shilingi 12,000, lakini cash alikuja nayo ni shilingi 7,000. Lakini kwa njia ya simu analipa shilingi 5,000. Nitakamilisha, unaona jumla na inakuruhusu uendelee. Baada ya hapo nitahifadhi. Basi oda yangu imehifadhiwa kikamilifu. Kwa hiyo nimeshafanya mauzo haya hapa ya shilingi 12,000, na nikiminya hii oda kuangalia ndani naweza kuona ni kiasi gani nimeuza na nimeuza bidhaa zipi. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kufanya mauzo ndani ya mfumo wetu wa Biashara. Asante.